Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, katika misa hii ambayo tunaifanya hapa nyumbani kwake hapa parokia Karanga, si kwamba tunafurahi au tunakumbuka idadi ya miaka alionayo mzee wetu. Hapana, naomba niwaambie hapana, bali tunasherekea na kukumbuka kwamba tunaangalia maisha mengi ya watu yaliyoguswa na maisha ya mzee wetu Mzee Limo. Tunaangalia na kufurahia sadaka na majitoleo yake yote aliyoyatoa kimya kimya. Tunajaribu kuangalia kwa ndani na kusherekea na kumshukuru Mungu kwa machozi, huzuni, maumivu yaliyofichwa nyuma ya tabasamu lake. Tumekutanika hapa kumshukuru Mungu wakati fulani kwa sala alizozifanya yeye peke yake kimya kimya, wakati fulani, wakati wa usiku, pale ambapo shida na matatizo vilikuwa vinamsonga. Tunasherekea ushindi uliopatikana kupitia uvumilivu, sala, sadaka na imani aliyonayo mzee wetu kwa Mungu. Naomba tumshukuru Mungu kwa ajili yake. Ndugu zangu katika Kristo, maandiko matakatifu yanasema hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, basi tufurahi na kushangilia. Ile Zaburi ya 118 aya ya 24. Na kweli hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Hatuna budi kufurahi na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mzee wetu Mzee Limo. Mungu azidi kubariki baba yangu. Miaka 71 uliofikia si jambo la kawaida. Nimesema inaonyesha na inashuhudia, na wote tunajifunza hapa kwamba Mungu yupo na Mungu anatenda. Mungu yupo na Mungu anategemeza. Ni udhibitisho kwamba Mungu analinda. Ni ushuhuda wa kusimama imara mbele ya Mungu kama binadamu. Lazima tuelewe ndugu zangu katika Kristo, wengi tumezaliwa, lakini ni wachache sana ambao Mungu anawabariki kufika miaka zaidi ya 70. Na nyinyi ni mashuhuda. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana nasema miaka hii 71 ni miaka ya kumwambia Mungu asante. Mungu asante. Ni kusimama kama shahidi aliye hai mbele ya Mungu na mbele ya watu wake kwamba Mungu anaweza, Mungu anatenda tukimtegemea. Naomba niseme kitu kwa mzee wangu na kwa wote tulioko hapa, ndugu zangu katika Kristo, tukiwa tunasali na kumsherekea au kumpongeza ndugu yetu. Ni ukweli kama binadamu, wakati fulani mzee wetu ulikuwa na nyakati za vicheko na huzuni. Wakati fulani ulikuwa na nyakati za kuanguka na kusimama katika miaka yote hiyo. Wakati fulani ulikuwa na ndoto ambazo utamani zitimie, lakini hazikutimia. Wakati fulani ulikuwa na vita ambavyo ulishinda na vingine ulishindwa. Wakati fulani ulikuwa na nyakati za kukata tamaa, lakini ulijiambia hapana, wacha nisimame, Mungu yuko pamoja nami. Wakati fulani ulikuwa na nyakati za magonjwa na nyakati za afya. Wakati fulani ulikuwa na nyakati za kuvunjika moyo, lakini ulisema hapana, bado Mungu yupo. Ulisali usiku na mchana. Wakati fulani ulikuwa na nyakati ambazo uliamini kwamba sala haziwezi kujibiwa au sala zinachelewa. Lakini licha ya nyakati hizo zote, licha hayo yote, ukweli uliobaki katika maisha yako ambayo na sisi tunaushuhudia ni ukweli kwamba Mungu hakuwahi kukuacha kamwe. Huo ndio ukweli ambao tunaushuhudia wote ambao tumekuja hapa mbele ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, lazima tuangalie leo mzee wetu bado amesimama, mzee wetu bado ana nguvu, mzee wetu bado anasali, bado ana imani. Ni ushuhuda kwamba Mungu anaweza, tukimtegemea hawezi kutuacha kamwe. Lazima tuzidi kusali. Unaweza ukashuhudia, naamini mzee wangu hapa na sisi wote tunaweza tukashuhudia kama mzaburi anavyosema, na alikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa na Mungu. Zaburi ya 37 aya ya 25. Naomba niseme kitu hapa ambacho ni maneno au tafakari ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Alisema hivi katika tafakari zake: ubiri kwa vitendo, ikibidi sana tumia maneno. Ubiri kwa vitendo, ikibidi sana tumia nini? Maneno. Mzee wetu, maisha yako yamekuwa mahubiri yasiyo na maneno. Ni ukweli kabisa na wote tunashuhudia hapa. Uvumilivu wako umefundisha pasi wewe kujua. Wakati fulani wema wako umeponya mioyo ya walio wengi.
Hekima yako imeongoza vizazi vingi. Imani yako kwa Mungu imewapa wengi nguvu. Upendo wako umeacha alama ambazo haziwezi kufutika mioyoni mwa wote waliokusanyika hapa na wengine ambao wamekupigia simu. Niseme miaka 71 umebeba kitu ambacho uendelee kukibeba miaka yako yote. Umebeba imani isiyotikisika mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu azidi kukubariki. Mzee wangu, sijui ulijifunzia wapi wakati ya tafakari haya yote na kusali kwa ajili yako, sijui ulijifunzia wapi, ila ni ukweli ulio dhahiri kwamba ulijifunza jinsi ya kuvumilia magumu bila kukata tamaa. Na ndio hiki ndugu zangu, lazima tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kubeba msalaba wa Kristo bila kukata tamaa. Lazima tukubali maisha yetu ya ufuasi ni maisha ya msalaba. Lazima tukubali kuubeba na kumwiga Yesu Kristo. Mzee wetu anashuhudia hilo. Ulijifunza jinsi ya kujenga mahusiano na watu wa rika zote, vyeo vyote na hulka zote bila kuangalia nani ana nini au atanisaidia wakati gani. Mungu alikubariki katika hicho. Na hapo ndipo kumwiga Yesu Kristo mwenyewe, aliyekula, aliyekunywa, aliyekaa na kuishi na wale wa chini kabisa bila kuangalia umungu wake. Ndugu zangu katika Kristo, naamini kabisa ulijifunza namna kumtumainia Mungu hata kama maisha yalipoonekana hayana maana. Hii nikwambie ukweli, ni hazina. Ni hazina ambayo mimi na wewe lazima tujifunze tunapokutanika hapa. Hazina hii ambayo tunaiona leo yenye maneno ya kutia moyo iko mbele yetu. Hazina iliyofuta machozi ya walio wengi, hazina iliyosaidia familia nyingi, hazina iliyolea watoto wengi, hazina iliyobeba misaraba na mizigo mingi. Imemwiga Kristo. Mimi na wewe lazima tumwige nani? Kristo. Ni jambo la maana sana ndugu zangu. Haya yote yawezekana kwa macho ya kibinadamu yakaonekana kwamba ni ya kupuuzia tu au yasikumbukwe, lakini amini usamini, mbele ya Mungu yamerekodiwa. Mbele ya Mungu ndio maana mkono wake unazidi kuonekana mzerimo. Ndugu zangu katika Kristo, tunapokutanika hapa tena leo tukimshukuru Mungu kwa mzee wetu, tunamtazama mzee kama historia ya ushindi. Tunamtazama na kumwangalia kama maktaba yenye uzoefu na mafundisho ya ushindi au ushahidi wa hekima sana. Maktaba hii inatuelezea leo au inatufundisha kuwa ukuu haupimwi kwa mali bali kwa moyo ulio nao. Ukuu haupimwi kwa kile ambacho unajivunia bali kwa kile ambacho unatoa au kwa mioyo unayogusa. Maktaba hii ambayo ni mzerimo inatufundisha kuwa utajiri haupimwi kwa kujikweza bali kwa unyenyekevu. Huku ndiko kumwiga Yesu Kristo. Cheo akipimwi kwa jinsi unavyotembea bali kinapimwa kwa jinsi unavyojishusha na kukaa chini na watu. Nilipokutana naye hapa juzi, alikuwa anasalimia kila mtu, na wote wanaweza kama mashahidi, si ndio? Akiendesha gari yake huwa anashusha kioo, anasalimia kila mtu. Na hayo ndio maisha ya Yesu Kristo, na huo ndio mfano wa kuiga na kufuata. Umaarufu haupimwi kwa chochote bali ulimi wako na maneno yako mbele ya wale walio wadogo kabisa. Ndugu zangu, kitabu cha Mithali kinasema hivi: mvi ni taji ya utukufu. Mvi ni taji ya utukufu, upatikana katika njia ya haki. Mithali 16 aya ya 31. Mzee wetu Mzee Limo kichwani una taji, wote tunashuhudia ana taji lake. Mvi inasema ni taji la utukufu, upatikana kwa njia ya haki. Baba Mungu amekujalia taji hilo. Usiliweke black, ni taji hilo. Kwa sababu kila unywele mweupe unaongea mengi juu ya uzoefu wako katika maisha. Kila kunyanzi lina simulizi isiyoweza kuelezeka, na ndio ukweli wenyewe mbele ya Mungu. Kila jeraha ulilonalo ni ushindi dhidi ya changamoto. Kila tabasamu lako linaonyesha neema na mkono wa Mungu. Kila mwaka unaonyesha uaminifu wako mbele ya Mungu. Mungu azidi kubariki Mzee Limo. Amina. Na
Kwa taji lako, niseme ukweli, kwa taji lake ili ambalo tunaliona tumelisikia katika Mithali, amefundisha wengi kuwa, na anaeleza kwamba hata sisi Wakristo ambao huwa tunahangaika usiku na mchana, unakuta Mkristo Mkatoliki leo yupo kanisani, kesho ameenda si yuko mchungaji gani, leo yuko hapa, kesho sio ameenda kwa mganga gani, anapopitia changamoto. Tujifunze kwa mzee wetu Mzee Limo, tusimame imara katika imani. Taji hili linaonyesha kuwa dhuruba hazidumu milele. Taji hili linaeleza kuwa imani inaweza kumbeba mtu nyakati ambazo kibinadamu zinaonekana haziwezekani. Taji hili linaonyesha kuwa vicheko, tabasamu na furaha vinaweza kuibuka tena hata nyakati za misiba na maumivu. Tujifunze kusimama imara katika imani. Tujifunze kumtegemea Mungu. Baba, Mungu azidi kukubariki. Naomba nimalizie kwa kusema leo tunamshukuru Mungu kwa aliyopita, na tunaheshimu wakati huu kwa pamoja, lakini tunaomba neema na baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yake yanayoendelea. Tunazidi kukuombea Baba Limo, tunakuombea Mungu aendelee kukutia nguvu, tunakuombea Mungu ajaze moyo wako amani, Mungu akuzungushie upendo wake, Mungu akupe afya na furaha na miaka mingi zaidi. Siku zako zizidi kung'ara na uzee wako uzidi kuzaa matunda yaliyo mema. Umche Bwana daima. Maandiko yanasema, ile Zaburi ya 92 aya ya 14, watazaa matunda hata wakati wa uzee, watakuwa wachangamfu na wenye kustawi. Kwa hiyo baraka za Mwenyezi Mungu zinaendelea hata nyakati za uzee. Tunazidi kukuombea baraka. Maadamu bado unaishi, kumbuka ni neema, itunze hiyo. Ni baraka hiyo, mzee, itunze. Kwa sababu bado una maisha mengi ya kugusa. Bado una hekima nyingi za kutoa. Bado una upendo mwingi wa kuonyesha. Bado una imani kubwa ya kushuhudia. Bado una sala nyingi za kuomba. Bado una sadaka nyingi za kutoa. Bado una mioyo mingi ya kugusa. Tukiwa wa kweli kabisa, kuna mapadri hapa wametoka Same, wanaweza akashuhudia hayo. Bado anaendelea kugusa. Nsongee sana, lakini vitendo vinaongea. Baba, watu wa Same wamekuja kukuombea, wamekuja kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu azidi kukubariki sana. Naomba ndugu zangu, niruhusu nimalizie mahubiri haya kwa baraka tulioisikia katika somo la kwanza. Imesoma vizuri, baraka kikuani kwa Haruni. Mzee wangu Mzee Limo, Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 aya ya 24 hadi 26. Hadithi yako iendelee kuwa nzuri. Imani yako izidi kuimarisha walio wengi. Furaha yako izidi kufunika familia na kufunika wewe. Kesho yako izidi kuwa bora zaidi, na mkono wa Mungu uzidi kuonekana kwako na kwa wote utakao watembelea au kugusa maisha yao sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.